Wanajeshi wasiopungua 7 wa Iran wameuawa baada ya kambi ya kijeshi ya Bampu kushambuliwa usiku kuamkia hii leo Jumatano, Julai 15 mwaka 2026 katika shambulio la anga ambalo jeshi la Iran limedai lilifanywa na Marekani. Shambulio hilo limeongeza zaidi mvutano wa kijeshi kati ya Washington na Tehran, huku Iran ikiahidi kutoa jibu kali dhidi ya kile ilichokitaja kuwa ni uvamizi wa moja kwa moja katika eneo lake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la Iran na kuripotiwa na shirika la habari la Tasnim, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya kijeshi iliyopo eneo la Bampu karibu na mji wa Iranshan katika mkoa wa Sistan na Baluchistan kusini mwa Iran. Jeshi la Iran limesema mashambulizi hayo yalifanyika wakati wa usiku na yalihusisha kurushwa kwa makombora 13 yaliyolenga maeneo mbalimbali ndani ya kituo hicho cha kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, makombora hayo yalipiga maeneo muhimu yalikuwa yakitumiwa na wanajeshi, ikiwa ni pamoja na jengo la wageni, vituo vya walinzi na majengo ya malazi ya askari. Iran imesema shambulio hilo lilikuwa limepangwa kwa lengo la kusababisha madhara makubwa zaidi kwa wanajeshi waliokuwa kambini. Jeshi hilo limedai kuwa maeneo yaliyolengwa yalikuwa na wanajeshi wengi na kwamba nguvu ya mashambulizi ilisababisha uharibifu mkubwa wa majengo kadhaa ndani ya kituo hicho. Baada ya mashambulizi hayo, jeshi la Iran lilitangaza kuwa wanajeshi wasiopungua 7 wamepoteza maisha, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Baadhi ya majeruhi walikimbizwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu, huku juhudi zikiendelea kutathmini kiwango kamili cha madhara yaliyosababishwa na shambulio hilo. Vikosi vya uokoaji vilifika katika eneo la tukio muda mfupi baada ya mashambulizi, vikifanya kazi ya kuwatoa manusura, kuondoa mabaki ya majengo yaliyoharibiwa na kuhakikisha usalama wa eneo hilo. Jeshi la Iran pia lilianza uchunguzi wa ndani ili kubaini ukubwa wa uharibifu wa vifaa na miundombinu ya jeshi iliyopo katika kambi hiyo. Jeshi la Iran limelaani vikali shambulio hilo, likisema Marekani imelenga moja kwa moja wanajeshi wake na miundombinu yake ya ulinzi. Tehran imesema hatua hiyo ni sehemu ya kampeni ya shinikizo la kijeshi dhidi ya Iran na kwamba haitakubali mashambulizi dhidi ya maeneo yake bila kuchukua hatua za kujibu. Katika taarifa yake baada ya tukio hilo, jeshi la Iran liliahidi kutoa jibu la maamuzi dhidi ya shambulio hilo, ingawa halikutoa maelezo kuhusu aina ya hatua litakazochukua. Kauli hiyo imeongeza hofu kwamba Iran inaweza kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo ya Marekani au washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka katika kipindi hiki baada ya pande hizo mbili kuingia katika mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi. Marekani imekuwa ikisema operesheni zake zinalenga kupunguza uwezo wa Iran wa kutumia makombora, ndege zisizo na rubani na mifumo mingine ya kijeshi ambayo Washington inaiona kama tishio kwa vikosi vyake na washirika wake. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa ikisema mashambulizi ya Marekani ni ukiukwaji wa mamlaka yake na imeonya kuwa ina uwezo wa kujibu kwa kutumia nguvu zake za kijeshi. Viongozi wa Iran wamekuwa wakisema kuwa vikosi vyao viko tayari kulinda maeneo ya nchi hiyo na kujibu mashambulizi yoyote. Eneo la Bampu lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana kwa sehemu ya kusini mashariki mwa Iran karibu na mpaka wa Pakistan na Afghanistan. Kambi za kijeshi za eneo hilo zina jukumu la kulinda mipaka ya Iran na kusaidia shughuli za kijeshi za Tehran katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi kwamba mgogoro kati ya Marekani na Iran unaweza kuendelea kupanuka na kuhusisha maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Mataifa mbalimbali yamekuwa yakifuatilia kwa karibu hali hiyo kutokana na hofu kuwa mapigano makubwa zaidi yanaweza kuathiri usalama wa eneo hilo pamoja na masoko ya nishati duniani. Hadi sasa Marekani haijatoa maelezo rasmi yanayothibitisha au kukanusha taarifa ya Iran kuhusu idadi ya waliouawa na uharibifu uliosababishwa katika kambi ya Bampu. Hata hivyo, Iran imesema kuwa shambulio hilo halitasahaulika na kwamba hatua ya kujibu itachukuliwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.